Chini ya somo Injili iliyoongozwa na Mungu, hebu tutafakari neno la Mungu pamoja. Kabla hatujaingia kwenye mahubiri ya leo, nina maswali kadhaa kwenu nyote. Je, mnaamini katika Mungu? Je, mnaamini pia kwamba maneno yote katika vitabu 66 vya Biblia hakika yatatimia? Kwa kuwa maneno ya Biblia ni maneno yaliyoandikwa yaliyotolewa na Mungu. Ikiwa sote tunadai kumwamini Mungu, je, hatupaswi pia kuamini katika maneno yote yaliyoandikwa katika Biblia? Tafadhali fungueni Mathayo sura ya 24. Katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 14 imeandikwa, Injili hii ya ufalme. Je, hii siyo injili ya ukweli wa Agano Jipya tunayoihubiri sasa? Injili hii ya ufalme, nini kitatokea? Itahubiriwa. Itafika mbali kiasi gani? Ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kila mmoja, je, mnaamini hili? Tukiamini katika Mungu, ni lazima tuamini maneno yaliyonenwa na Mungu mwenyewe moja kwa moja. Hebu tusome tena maneno yaliyonenwa na Yesu mwenyewe moja kwa moja miaka 2000 iliyopita. Injili hii ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Alisema kwamba bila shaka itatimizwa. Alisema kwa kiwango gani? Ulimwengu wote na mataifa yote. Basi tukiamini katika Mungu, ni lazima pia tuamini katika maneno haya yaliyonenwa na Mungu. Lazima tusiyachukulie haya kama maneno yaliyo katika Biblia tu na hayana umuhimu wowote kwetu. Hapa mataifa yote ni pamoja na watu wa Asia, Afrika, Oceania, Ulaya, Amerika Kaskazini, Amerika Kusini, China Kaskazini, China Kusini, India Kaskazini, India Kusini, Urusi, Brazili na Korea. Je, haijumlishi mataifa yote ulimwenguni kote? Ni mapenzi ya Mungu kwamba injili hii ihubiriwe kwa kila mwanadamu anayeishi katika kijiji cha ulimwengu. Ni dhahiri kwamba Mungu ameonyesha wazi kuwa injili yetu itahubiriwa kwa mataifa yote ulimwenguni bila kumtenga mtu yeyote. Neno la Mungu hakika litatimia kama vile lilivyonenwa. Tusome tena mafundisho ya nabii Isaya. Tufungue Isaya sura ya 14 mstari wa 24 kwa pamoja. Bwana wa majeshi ameapa, hakika kama vile nilivyopanga ndivyo itakavyokuwa, nami kama nilivyokusudia ndivyo itakavyosimama. Ni injili iliyopangwa na kuongozwa na Mungu. Ina maneno ambayo Mungu mwenyewe alinena alipokuja duniani miaka 2000 iliyopita katika mwili akitumia jina la Yesu. Katika Isaya sura ya 14 mstari wa 26 imeandikwa, huu ndio mpango uliokusudiwa kwa ajili ya ulimwengu wote, huu ni mkono ulionyooshwa juu ya mataifa yote. Kwa kuwa Bwana wa majeshi amekusudia, ni nani awezaye kumzuia? Mkono wake umenyooshwa, ni nani awezaye kurudisha? Hakuna anayeweza kuzuia au kushinda yale Mungu anayofanya. Kama ilivyotajwa siku zote, hakuna mtu yeyote, haijalishi mwenye nguvu kiasi gani, haijalishi ana uwezo mkuu kiasi gani, anaweza kuzuia kuja kwa majira ya kuchipua kwa kusema, chemchemi, usije. Haijalishi jinsi tunavyojitahidi kushikilia wakati wa kipupwe kinachoondoka, hatuwezi kuzuia. Anayeongoza ni nani? Imeandikwa, kwa maana Mungu amekusudia, na ni nani awezaye kumzuia? Nani anaweza kuizuia? Basi vipi kuhusu maneno katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 14 yanayofundisha injili hii ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote? Hakika itatimizwa.
Ikiwa mtu ana mashaka kuhusu hili, hawezi kuhesabiwa kuwa muumini wa Mungu. Inatupasa tusiseme ninaamini kwa njia ya dhana tu, bali tuamini kabisa kwamba lolote Mungu amesema kwa kinywa chake hakika litatimia.